Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema si kwa uweza wala kwa nguvu bali kwa roho yangu. Si kwa uweza wala kwa nguvu bali kwa roho yangu. Leo hii tutaenda kuangalia umuhimu wa kumtumia Roho Mtakatifu au kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa jinsi gani tukiwa na Roho Mtakatifu ni zaidi ya kitu kingine chochote. Kitabu kile cha Zekaria sura ya 4 na ule mstari wa 6 hadi wa 7 ndipo ambapo neno la msingi linatokea. Kitabu cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Biblia inasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala kwa nguvu bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 7. Nani wewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema ilikalie. Zerubabeli alikuwa ni kiongozi wa Wayahudi kutoka katika uzao wa Daudi. Wakati ambapo Israeli wamerudishwa kwa amri ya mfalme Koreshi katika nchi yao Yuda, Yerusalem. Kwa sababu mfalme Koreshi alitoa amri kwamba warudi kujenga Yerusalem. Sasa kulikuwa kuna shida kubwa sana katika kwenda kulijenga lile hekalu. Kwa sababu lilikuwa linahitaji gharama kubwa sana fedha. Ilimchukua Daudi maisha yake kukusanya dhahabu zile. Sasa hivi dhahabu zitatoka wapi kujenga hekalu lenye nguvu na utukufu kama ile la kwanza? Suleimani akaja na yeye akakusanya mali nyingi, ndipo akalijenga ile hekalu. Sasa lilibomolewa na Nebukadreza. Sasa hivi wanataka kulijenga tena baada ya kurudi Yerusalem. Nguvu ya kulijenga inatoka wapi? Mungu akanyanyua manabii wawili, Zekaria na Hagai, kuwatia moyo Wayahudi pamoja na viongozi wao, ambao viongozi wao walikuwa kwa wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa Zerubabel na pili alikuwa anaitwa Yoshua. Sio Yoshua yule ambaye alioingiza wana Israeli katika nchi ya ahadi, bali ni Yoshua mwingine ambaye anajulikana kama Yoshua mwana wa Yosadaki. Yule ambaye alioingiza wana Israeli katika nchi ya ahadi alikuwa anaitwa Yoshua mwana wa Nuni. Kwa huyu Yoshua alikuwa ni kuhani mkuu, alafu Zekaria alikuwa yupo katika mnyororo au katika uzao wa Daudi. Kwa hiyo manake kama pale ungechagua mfalme, basi mfalme angekuwa ni Zerubabeli. Kwa hiyo alikuwa anasimama nafasi ya mfalme kwa wana wa Israeli. Sasa wakati Zerubabeli kama mfalme anasimama pale, ingawa kusimikwa kwa kama mfalme na kama kuhani mkuu, wakawa wanawaza tutajengaje nyumba? Tutajengaje ile hekalu? Tutasimamishaje hekalu lenye utukufu kama la baba yetu Daudi, kama la Suleiman kule? Ikawa ni wazo kubwa sana linalosumbua vichwa vyao. Wakatokea sasa manabii wawili ambao walikuwa ni Hagai na Zekaria, ndio manabii wa mwisho kutokea katika Agano la Kale. Na mwingine ni Malaki. Sasa Zekaria na Hagai wakawatia moyo, wakaambia Bwana anasema hivi kwamba huu ambapo mnaona ni mlima mkubwa mbele yenu wewe Zerubabel, utakuwa ni nchi tambarare. Mlima mkubwa kujenga nyumba ya Mungu kwako itakuwa ni nchi tambarare. Bwana Yesu nasifiwe sana. Tengeneza picha wewe sasa hivi, labda unacho kiwanja chako, una ardhi. Ukijiangalia huna hata 100 ya kujenga, hata kuweka kusema hata uweke pale tu kwa msingi, hauna hata hizo fedha. Alafu ukiangalia una familia, ukiangalia hauna namna yote ya kupata msaada kwa wanadamu. Ni jambo ambalo kwako ni mlima mkubwa sana. Sasa Mungu pale akamwambia Zerubabel kwamba si kwa uweza wala kwa nguvu bali kwa roho yangu mimi. Na wewe ile neno naambiwa labda sio kwa uweza wala kwa nguvu bali kwa roho Mungu, jambo hilo linawezekana wewe kunyanyua nyumba. Kwa hiyo Zekaria kupata ile neno alifurahi sana. Akachangamka, akaanza kwenda kujenga nyumba. Hagai akapewa unabii na Mungu, akawaambia wana wa Israeli kwamba kwa mara nyingine tena Mungu atatikisa mbingu na nchi na utajiri wote wa mataifa utajilia. Akamwambia Mungu asema hivi, wana Mungu asema hivi, fedha na dhahabu ni mali yangu mimi. Kwa hiyo walipotia moyo na kuwatii manabii hawa Zekaria pamoja na Hagai, ndipo utajiri mwingi ukatokea. Wakaja watu wengi kuwapa lulu, kuwapa dhahabu, wakajenga nyumba ambayo ilikuwa na utukufu mkubwa kuliko ile nyumba ya Suleiman. Amen. Sasa neno la msingi ambalo nataka tuangalie ni hili neno, sio kwa uweza wala kwa nguvu bali kwa roho yangu. Wakati mwingine tunaweza tukatafakari, kuna mambo ambayo tunataka tuyafanye kwa uweza, mengine tunataka tuyafanye kwa nguvu. Ni kweli uwezo unahitajika kutatua mambo fulani, nguvu zinahitajika kutatua mambo fulani, lakini
Roho wa Mungu anahitajika sana kwa kutatua matatizo ambayo ni magumu kuliko hata tunavyodhania. Unaweza kusema mimi nitafute nguvu za kifedha. Unasema mimi ngoja nitafute nguvu za kicheo fulani, labda ili niweze kupata jambo fulani. Unasema ngoja nitafute nguvu fulani za nafasi fulani ili uweze kutenda jambo fulani. Hautaweza. Kuna mambo ambayo utaweza, lakini kuna mambo ambayo hautayaweza. Unahitaji Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni kwa nini Roho wa Mungu ana nguvu kuliko nguvu na uwezo mwingine wote wa kimwili, wa kiakili, wa kifedha na kimali na kihali? Kwa nini? Unaweza kuwa katika changamoto fulani au tatizo fulani au kikwazo fulani ambacho unataka utoke hapo uende sehemu nyingine. Unatafuta nguvu fulani kwa mtu. Unatafuta nguvu zako mwenyewe ufanye jambo fulani. Nataka leo nikwambie, badilisha, mtafute Roho Mtakatifu. Utaona matokeo makubwa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, Zerubabeli alivyoambiwa sio kwa uwezo wala kwa nguvu bali kwa Roho wangu, alianza kutafuta Roho ya Mungu. Na Roho wa Mungu alipoingia ndani yake, Biblia inasema waliamshwa moyo watu, wakaanza kwenda kujenga nyumba ya Mungu kwa moyo. Wakaanza kwenda kuleta matofali, wakaanza kuleta mali. Roho ya Mungu iliingia katikati ya watu, ikawashawishi kuifanya kazi ya Mungu, na ile kazi ikakamilika. Leo hii na sisi tukijaa Roho wa Mungu, yule Roho wa Mungu ataingia kwa watu wengine na sehemu nyingine kufanya kazi ambazo kwa nguvu zetu sisi ingetuchukua muda mrefu sana. Kwa uwezo wetu sisi ingetuchukua muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini nataka nilete hili? Nataka turejee mwanzoni katika uumbaji. Najua muujiza ambao mkubwa sana unaotushangaza sisi wanadamu ni Mungu kuumba dunia. Jinsi gani tunaona nyota zinaelea kule angani pasipo nguzo. Jinsi gani tunaona jua liko juu namna ile. Na jinsi dunia ilivyokuwa kubwa, bahari, mito, misitu na vitu vyote vinatushangaza sana. Lakini Biblia inatuambia vitu vyote hivi viliumbwa kwa neno la Mungu. Lakini kabla neno la Mungu kuna kitu kimoja kilitangulia ambacho wengi huwa tukionaje. Tusome pale katika ile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa pili. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa pili. Naomba nianze ule mstari wa kwanza. Angalia vitu vya kwanza kabisa kutajwa ni vitu gani, kabla kwenda kuangalia kwamba dunia iliumbwa kwa neno la Mungu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Soma sasa maneno yafuatayo. Anasema hivi, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa cha kwanza kabisa kabla Mungu hajaumba chochote ni Roho ya Mungu kutua juu ya uso wa maji. Mahali penye maji mengi, mahali ambapo dunia ilikuwa haina umbile, Roho ya Mungu ikatua pale. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Kaa jioni, kaa asubuhi, siku moja. Kabla ya Mungu kusema, Roho ya Mungu ilitua. Kabla ya Mungu kusema, Roho ya Mungu ilitua. Kwa hiyo pengine kama Roho ya Mungu singetua juu yake ingekuwa ni kazi kubwa sana. Kwa kumbe uumbaji wa Mungu ulianza kwanza na Roho wa Mungu kutua. Alafu ndipo aliposema mambo kama rahisi. Hakutumia uweza, hakutumia nguvu. Alitumia Roho yake. Alisema Roho ikatua juu ya uso wa maji, alafu akasema. Kwa hiyo na wakina Zerubabeli na uhakika waliposikia ile neno wakajua bisa Roho akija ndani yao, akikaa katikati yao watakuwa wanasema tu. Watakuwa wanasema tu na mambo yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali kadhalika na sisi ni hivyo hivyo. Tukitaka tuone matokeo makubwa ya mambo mengi, ni lazima kwanza tujae Roho wa Mungu. Roho wa Mungu akishaja ndani yetu tutakuwa tuna uwezo wa kusema. Kwa sababu Biblia inasema dunia iliumbwa kwa neno la Mungu. Lakini hata sisi pia tunalo neno la Mungu la ndani yetu. Lakini neno la Mungu linaweza lisio na nguvu, au neno la vinywa vyetu linaweza lisio na nguvu kama Roho Mtakatifu atakuwa hajaikaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo la muhimu sana. Na ndicho ambacho kwa kinamtofautisha Bwana Yesu na watu wengine wote. Bwana Yesu alikuwa na uwezo wa kutoa pepo, alikuwa na uwezo wa kufanya miujiza kwa sababu alikuwa na Roho wa Mungu aliyojaa ndani yake. Kwa hivyo lolote alilokuwa analisema lilikuwa linatoka na nguvu na mamlaka. Kwa na sisi ni lazima kwanza tujae Roho wa Mungu, ndipo tuwe tuna nguvu ya kuweza kufanya mambo ambayo hatuwezi kuyafanya kwa nguvu wala kwa uweza. Tumalizie kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 19 na mstari wa 11 hadi 13. Huyu ni Elia kipindi ambacho wamemkimbia Jezebel, akakimbilia ule mlima Herobu au mlima Sinai, mlima wa Bwana. Mstari wa 11, Samuel, Wafalme wa kwanza 19:11. Hapa ni Elia sasa ameshakaa katika ule mlima. Labda ili tuweze kupata picha nzuri, tuanze mstari wa 9 ili tuweze kuelewa vizuri. Naomba tuanze mstari wa 9. Akafika kunako pango akalala ndani yake, na tazama neno la Bwana likamjia
naye akamwambia, unafanya nini hapa Eliya? Neno la Mungu lilimjia Eliya, akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa Wanaisraeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwako katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukao na moto, lakini Bwana hakuwako katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya alipoisikia akajifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia ya kusema, unafanya nini hapa Eliya? Tuishie tu hapo. Nataka tuangalie Mungu nguvu zake ziko wapi, au amezitukuza wapi. Eliya alikuwa na rekodi ya ule mlima Sinai. Alikuwa anajua kipindi fulani, miaka fulani mingi huko nyuma, Musa mtumishi wa Bwana, mlima ule ule, kipindi alichokuwa anapewa zile amri 10, kulikuwa kunatoka moshi, matetemeko na mwanga na radi kule katika mlima Sinai. Eliya alikuwa analijua hilo, na yeye kwa sababu ni nabii akajua kwamba akifika katika ule mlima akimwomba Mungu, Mungu atajidhihirisha kama alivyojidhihirisha kwa mtumishi wake Musa. Lakini kulitokea mambo tofauti na alivyotegemea. Alipofika pale akasikia sauti ndogo ya utulivu ambayo ilikuwa inazungumza naye, lakini hakuielewa. Ile sauti ilikuwa inamuuliza, unafanya nini hapa? Manake hebu ondoka kafanye kitu, nitakuwa pamoja nawe. Lakini hakujua kama ni sauti ya Mungu, alidhani pengine ni mawazo yake. Yeye alijua Mungu ataongea na dhoruba na mitetemeko kwa sababu kashafika mlima wa Bwana, kama alivyokuwa anaongea na Musa, kama alivyokuwa anaongea na wana wa Israeli. Akajua Mungu ataongea kwa namna hiyo hiyo. Sasa akiwa kule mlimani, Mungu akasema, ngoja nimrudishe sasa katika hali ile ambayo anataka yeye, alafu ndipo nimpe ujumbe ambao mimi nataka. Bwana akaleta jambo la kwanza, upepo mkubwa ukapiga ile miamba ikaanza pasuka, ikaanza kutetemeka, lakini Bwana kuwepo katika ile upepo. Biblia inasema hivyo. Likaja tetemeko la nchi likatikisa misingi ile ya milima, Bwana kuwepo pale. Ukaja moto ambao Eliya alikuwa anataka, na alikuwa anajua Mungu anajibu kwa moto, lakini Mungu hakuwepo katika ile moto. Baada hapo ikaja sauti ndogo tulivu, akamwambia Eliya, unafanya nini hapa? Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu, ambayo ndio hiyo sasa yenye nguvu kuliko moto, kuliko tetemeko, kuliko upepo, kuliko kitu kingine chochote, hata radi ambazo zingeweza kupiga pale. Na ndio hiyo ambayo tunahitaji hata sasa hivi ili tuweze kufanya mambo makubwa. Sauti ya utulivu hii inaweza kukwambia, unafanya nini hapa? Kafanye kitu fulani, Bwana atakuwa pamoja nawe. Tenda jambo fulani, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Sio sauti yenye kelele nyingi, ni sauti ya utulivu, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Ndio maana kipindi ambapo Yesu anabatizwa, mbingu zilifunguka, alafu akashuka hua kama kiwiliwili, akatoa juu ya Bwana Yesu. Kwa nini Mungu atumie ishara ya njiwa au hua kama ishara ya Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu au hua ni ndege mpole siku zote. Wanasema njiwa hana nyongo, ndio maana halagi nyama. Njiwa utaona anakula nafaka kama karanga, lakini njiwa hawezi kula chakula kama anachokula kuku. Kuku kimwekea nyama hapo anakula, ukimwekea pumba anakula, ukimwekea mahindi anakula, ukimwekea kabichi kuku anakula, mboga za majani anakula, na akatoka vizuri, kwa sababu anacho kitu kinachoitwa nyongo. Lakini njiwa hana nyongo, kwa hiyo anachagua aina ya chakula. Anakula nafaka tu, karanga, anakula tu mahindi, punje zile za mchele, basi. Huwezi kuona njiwa anakula nyama, anakula vitu vya ajabu ajabu. Hawezi kula, kwa sababu akila hivyo kile chakula kinaenda kumdhuru mwili wake. Kwa sababu basi nyongo siku zote inasababisha mtu anakuwa na kitu kinachoitwa hasira. Ndio maana ushasikia mtu anakuambia una kinyongo. Nyongo inapandisha hasira kwa mtu, inafanya mtu anakuwa mkatili kwa namna moja nyingine, au anakuwa na hali fulani ya vurugu. Nyongo, mwanadamu anao nyongo, ndio maana anakuwa hivyo. Viumbe ambavyo vina nyongo vinakuwa vipole. Njiwa hana nyongo, kwa anakuwa ni mpole sana. Kwa hiyo Mungu akatumia ishara ya Roho Mtakatifu kama hua kushuka kuonyesha kwamba ni mpole, anatoa juu ya watu, anakuja kwa utulivu. Sauti ya Roho Mtakatifu ni utulivu sana. Ndio maana kwa nini ili tumsikie Roho Mtakatifu tunahitaji utulivu na sisi. Roho Mtakatifu hawezi kuongea kwenye makelele, au makelele ya ndani au makelele ya nje. Inahitaji yale utulivu, ndipo utakapoisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Sasa na hapa ni hivyo hivyo. Sio kwa uwezo ambao tunaweza tukawa nao wala nguvu. Tunahitaji ile sauti ndogo ya utulivu ndani yetu. Hiyo ina nguvu kubwa kubadilisha mambo. Ndio maana Mungu roho yake ilipotulia juu ya maji, wala hata kupiga makelele na iwe nuru, hakuna. Alisema tu na iwe nuru na liwe anga,
Hiyo sauti kusema na iwe, Roho Mtakatifu alishatangulia, ilibadilisha dunia nzima kukaa na mwanga. Na sisi hivyo hivyo tukijaa Roho Mtakatifu ndani yetu, alafu tukisema na iwe amani, iwe mafanikio na iwe nguvu, inaongezeka nguvu juu ya maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo ili ni neno ambalo nilikuwa nataka tuliangalie, na Bwana tusaidie sana. Tujae Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 34, Biblia inasema yeye amtoe Roho kwa kipimo. Utaenda kusoma mwenyewe. Mungu amtoe Roho kwa kipimo. Kwa hiyo lazima kila siku tumtafute Roho Mtakatifu ndani yetu. Lakini pia kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 18, Biblia inatuambia kwamba tujazwe Roho wala tusilewe kwa mvinyo ambapo kuna ufisadi. Lazima tujazwe Roho kila wakati. Mtafute Roho Mtakatifu kila wakati. Usiseme nimeshabatizwa na Roho Mtakatifu basi siwezi tena kujazwa Roho Mtakatifu. Ni lazima tujazwe Roho Mtakatifu tu, tuna hivyo vipindi vya mara kwa mara. Na ujazo wa Roho Mtakatifu unaweza kupata hata kwa wewe mwenyewe kumuomba Mungu. Mwambie Bwana, naomba unijaze nguvu zako. Na hizo atakujaza atokeo katika maombi, ukiwa mahali pengine popote. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini kabla ya kupokea Roho Mtakatifu, huwezi kupokea Roho Mtakatifu kama hujatubu dhambi zako, kama hujamkabidhi Yesu, kama hujamkabidhi bado Yesu maisha yako. Ukimkabidhi Yesu maisha yako na kubatizwa, tayari ni tiketi ya kupokea Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 37 hadi 38 anasema, tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo nanyi mtapata ondoleo la dhambi. Lakini nanyi pia mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hiyo ni ya kwenu nyinyi na watoto wenu na wale walioko mbali walioitwa mje Bwana wetu. Amen. Kwa hilo neno la utangulizi, na Bwana tusaidie kila siku tumtafute Roho wake. Bwana tusaidie kila siku tutafute Roho Mtakatifu. Amen.